Mwanamke alikuwa akioga mtoni. Ghafla mpira wa moto ukaanguka karibu naye na nguvu zake zikaukausha mto wote mara moja. Kwa mshangao, alimkuta mwanaume aliyeungua ndani yake. Alimsogelea na kufuta majivu usoni mwake na mara akafichuka uso mzuri sana. Mwanamke akafurahi, akambeba hadi nyumbani na kumsafisha, kisha akaamua awe mume wake. Alipoamka, mwanaume alikuwa amepoteza kumbukumbu zote. Mwanamke akafurahia kimoyomoyo na kumdanganya kuwa ni mume wake aliyepoteza kumbukumbu baada ya kuanguka mlimani. Usiku huo walilala pamoja na asubuhi mwanamke alikuwa na furaha isiyo na kifani. Kijijini walimshangaa kwani hakuna aliyewahi kutaka kumuoa, lakini sasa alikuwa na mume. Hakumruhusu afanye kazi, lakini mwanaume hakupenda kukaa bure. Alitumia upanga wake wa dhahabu kuwinda kwa ustadi mkubwa. Mwanamke akaanza kuogopa kwamba angeondoka, kumbukumbu zake zikirejea. Wanawake wengine walimvamia kwa mapenzi, lakini aliwazuia kila mara. Mwanaume alikuwa baridi kwake hadi siku moja alipomnunulia pini ya nywele na kumvalisha, jambo lilomfanya aamini anampenda. Akaandaa harusi rahisi, lakini siku ya harusi watu watatu walifika wakidai ni wanafunzi wenzake. Hapo akagundua kuwa mwanaume huyo ni mtu wa milele. Wengine wakamwonea wivu, lakini yeye akaingiwa na hofu. Wanafunzi hao walimdharau wakisema hastahili, na mwanaume akanyamaza tu. Harusi ikaharibika. Baada ya miezi mitatu walimrejeshea kumbukumbu zake. Kabla ya kuondoka alitaka kumlipa kwa kumwokoa. Mwanamke alitaka kitu kimoja tu, abaki kuwa mume wake. Baada ya kusita, mwanaume akamchukua hadi kwenye makao yao. Mchana hakuwapo karibu naye, lakini usiku walilala pamoja na hizo ndizo zilikuwa nyakati zake za furaha. Hata hivyo, mwanaume alizidi kuwa karibu na dada mkuu wa kundi hilo, hadi wakawa hawatengani, wakamsahau kabisa mwanamke huyo. Akiwa mwanadamu wa kawaida, mara nyingi aliumizwa na nguvu zao. Siku moja alipopeleka chakula, dada mkuu alimkata shingoni kwa upanga. Mwanaume alitaka kumpa dawa, lakini akadanganywa kuwa alijiumiza mwenyewe ili kupata huruma. Hivyo akamnyima na kumdharau. Mwanamke aliumia sana moyoni. Usiku huo alijitibu kwa dawa za kawaida kwa siku 3 mfululizo, bila kujua kuwa huo ulikuwa mwanzo tu wa mateso yake. Swali, je, unadhani mwanamke alifanya kosa kumlazimisha mwanaume kumpenda au alistahili mapenzi ya kweli baada ya kumwokoa?